Matetemeko mawili makubwa ya ardhi yameikumba Venezuela na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 32 huku zaidi ya 700 wakijeruhiwa katika moja ya majanga makubwa zaidi ya asili kulipata taifa hilo katika miaka ya hivi karibuni. Mitetemeko hiyo iliyotokea jana Jumatano, Juni 24 mwaka 2026 kwa tofauti ya chini ya dakika moja ilisababisha majengo kuporomoka katika mji mkuu wa Caracas na maeneo jirani, ikavuruga usafiri, mawasiliano na huduma za dharura, huku mamia ya waokoaji wakipelekwa katika maeneo yaliyoathirika kutafuta manusura chini ya vifusi. Kwa mujibu wa taarifa za kituo cha jiolojia cha Marekani, tetemeko la kwanza lilikuwa na ukubwa wa 7.2 na lilitokea takriban kilomita 160 magharibi mwa Caracas kabla ya kufuatiwa mara moja na tetemeko la pili lenye ukubwa wa 7.5. Mitetemeko hiyo ilisikika kwa nguvu katika maeneo mengi ya Venezuela, lakini athari kubwa zaidi ziliripotiwa katika mji mkuu wa Caracas pamoja na majimbo ya pwani yaliyo karibu na kitovu cha matetemeko hayo. Rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema idadi ya waliopoteza maisha imefikia 32 huku zaidi ya watu 700 wakipatiwa matibabu kutokana na majeraha mbalimbali, akionya kuwa takwimu hizo zinaweza kuongezeka kadri shughuli za uokoaji zinavyoendelea. Katika saa chache baada ya maafa hayo, picha kutoka Caracas zilionyesha hali ya taharuki kubwa, huku wananchi wakikimbia majumbani, maofisini, katika majengo ya biashara wakihofia majengo kuendelea kuanguka. Katika baadhi ya vitongoji vya mji huo, hasa maeneo yenye majengo marefu ya makazi ya biashara, kuliripotiwa kuporomoka kwa kuta, nyufa kubwa kwenye miundombinu na vifusi kuangukia barabarani. Magari yalikwama katikati ya msongamano, huduma za metro zikasitishwa na vikosi vya ulinzi wa kiraia pamoja na wazimamoto vikaanza operesheni za kuondoa vifusi kwa kutumia mashine nzito na pia mikono pale ilipofiwa kuwa kuna manusura waliokwama chini ya mabaki ya majengo. Mamlaka za Venezuela zinasema sehemu kubwa ya majeruhi ilitokana na kuangukiwa na vifusi, kukanyagwa wakati wakikimbia, pamoja na ajali zilizotokea wakati wa taharuki ya ghafla baada ya ardhi kuanza kutikisika. Hospitali kadhaa katika mji wa Caracas na maeneo jirani ziliripotiwa kupokea majeruhi wengi kwa wakati mmoja, hali iliyosababisha baadhi ya vituo vya afya kuweka vitanda vya dharura nje ya majengo yao ili kuhudumia waathirika kwa haraka. Madaktari, wauguzi, wahudumu wa afya waliokuwa nje ya zamu waliitwa kurejea kazini mara moja ili kusaidia kuhimili wimbi la majeruhi. Serikali pia ilisema baadhi ya wagonjwa walihamishwa kutoka majengo ya hospitali yaliyopata nyufa kama tahadhari ya usalama. Kijiografia, Venezuela ipo katika eneo linalokaribiana na mpaka wa sahani za tectonic za Caribbean na Amerika ya Kusini, jambo linaloifanya kuwa miongoni mwa nchi za Amerika Kusini zinazoweza kukumbwa na mitetemeko ya ardhi, ingawa si mara zote kwa kiwango kikubwa kama kilichoshuhudiwa sasa. Wataalamu wanasema matetemeko ya ukubwa wa zaidi wa 7 yana uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa sana, hasa yanapotokea karibu na maeneo yenye watu wengi au kwa kina kifupi chini ya ardhi. Ndio maana mtikisiko wa sasa ulisababisha madhara makubwa, si tu kwa sababu ya ukubwa wake, bali pia kwa sababu ulitokea katika mji wa Caracas, jiji lenye msongamano mkubwa wa watu na miundombinu mingi ya makazi na biashara. Kwa ujumla, maafa haya yameiacha Venezuela katika hali ya majonzi, taharuki na operesheni kubwa za dharura. Terremoto hoy en Caracas. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.